Msemaji wa polisi Misime pia amewataka wananchi kupuuza picha na video ambazo zilikuwa mitandaoni zikidai kwamba maandamano yameanza nchini. Video zilizodaiwa kuonesha maandamano Mwanza zimekanushwa na mkuu wa mkoa Said Mtanda akisema zilitumwa leo lakini zilirekodiwa tarehe 31 Oktoba. Muda mfupi uliopita nimeona clip ikiwa inazunguka katika mitandao ya kijamii inayoonyesha kikundi cha wanajeshi wakiwasikiliza wananchi ambao wanatoa hoja mbalimbali. Nataka niwahakikishie wananchi wa mkoa wa Mwanza, kwanza waondoe hofu, lakini pili nikiwa mwenyekiti wa kamati ya usalama na wahakikishieni kwamba clip hiyo ni clip ambayo ilirekodiwa tarehe 31 Oktoba baada ya kutangazwa kwa matokeo ya uchaguzi mkuu wa tarehe 29 Oktoba. Ilikuwa ni siku 3 baada ya uchaguzi mkuu. Nchini Kenya, wanaharakati 5 wamekamatwa na polisi walipojaribu kufanya maandamano katika ofisi ya balozi ya Tanzania jijini Nairobi. Wanaharakati hao walipiga kambi nje ya ofisi hiyo wakitaka majibu dhidi ya mauaji wa Tanzania wakati wa uchaguzi mkuu wa urais wa tarehe 29 Oktoba. Aidha, waandamanaji pia wamejitokeza katika ubalozi wa Tanzania mjini London, Uingereza. Maandamano ya amani yaliyopangwa kufanyika hii leo yalipigwa marufuku na mamlaka za serikali yakidaiwa kuwa hayakukidhi matakwa ya kisheria. Ikumbukwe kuwa maandamano ya tarehe 29 Oktoba 2025 yalizuka nchini Tanzania baada ya malalamiko kuhusu uchaguzi usio huru. Waandamanaji waligongana na vikosi vya usalama, uharibifu wa mali ukaripotiwa na serikali ikaweka marufuku ya kutotoka nje pamoja na kukata interneti. Idadi ya vifo imebaki kuwa na utata mpaka sasa, huku upinzani ukidai kwamba mamia waliuawa na mashirika ya kimataifa yakithibitisha vifo kadhaa. Kwanza ni muhtasari wa habari hizo, msomaji wako ni mimi Bakari Ubena. Waasi wa M23 wachukua udhibiti wa mji wa Uvira huko mashariki mwa DRC. Ukraine kuwasilisha leo kwa Marekani nyaraka iliyofanyiwa marekebisho ya mpango wa amani. Na jumuiya ya ECOWAS imesema eneo la Afrika Magharibi liko katika hali ya dharura. Habari kamili. Kinshasa. Waasi wa AFC M23 wanaoungwa mkono na Rwanda wamefanikiwa jana usiku kuingia na kuchukua udhibiti wa mji wa kimkakati wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wa Uvira, na hivyo kusababisha hali ya hofu iliyopelekea maelfu ya raia na wanajeshi wa Kongo kukimbilia katika nchi jirani ya Burundi. Hayo yanajiri licha ya Marekani na mataifa kadhaa ya Ulaya kuwahimiza waasi wa M23 kusimamisha mara moja mashambulizi yao na kuitaka Rwanda kuwaondoa wanajeshi wake kutoka eneo hilo la mashariki mwa DRC lenye utajiri mkubwa wa madini. Kitendo cha Uvira kuanguka mikononi mwa waasi wa M23 ni tishio kubwa la kiusalama kwa Burundi, hasa ikizingatiwa kuwa mji huo upo ng'ambo ya ziwa Tanganyika na unapatikana kilomita chache tu kutoka mji mkuu wa kiuchumi wa Bujumbura. Kiev. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema anatarajia hivi leo kuwasilisha kwa Marekani nyaraka ya mpango wa amani ambayo imefanyiwa marekebisho kwa usaidizi wa washirika wake wa Ulaya. Mwishoni mwa mwezi Novemba, utawala wa Rais wa Marekani Donald Trump ulipendekeza mpango wa amani uliokosolewa vikali na Ukraine pamoja na washirika wake wa Ulaya kwa kuwa uliitaka Ukraine kuachia baadhi ya sehemu ya ardhi yake kwa Urusi. Aidha, Zelensky ameongeza kuwa yuko tayari kuandaa uchaguzi mpya nchini Ukraine ikiwa watahakikishiwa usalama, huku akisisitiza kuwa Urusi haionyeshi nia ya kuendelea na mchakato wa amani, kwani inaendeleza mashambulizi makali dhidi ya miundombinu yake ya nishati. Abuja. Mapinduzi na majaribio ya mapinduzi yanayoshuhudiwa katika kanda ya Afrika Magharibi pamoja na changamoto zinazoongezeka za kiusalama yameliacha eneo hilo katika hali ya dharura. Hayo yamesemwa jana na Omar Touray, rais wa tume ya Jumuiya ya Kiuchumi ya Nchi za Afrika Magharibi ECOWAS, alipokuwa akizungumza na Baraza la Upatanishi na Usalama la jumuiya hiyo ya kikanda, akiongeza kuwa matukio ya wiki chache zilizopita yameonyesha umuhimu wa kutathmini kwa makini kuhusu mustakabali wa demokrasia na hitaji la haraka la kuwekeza katika usalama wa watu wa eneo hilo ambao wamesema wako katika hali ya hatari. Kauli ya Touray imetolewa ikiwa ni siku chache tangu kutokea kwa jaribio la mapinduzi nchini Benin, katika mfululizo wa matukio ya mapinduzi ya kijeshi na majaribio ya kuchukua madaraka kimabavu. Jumuiya ya ECOWAS imekuwa ikikabiliwa na ukosoaji mkubwa
kutokana na hatua zake zisizo za uadilifu kwa mapinduzi yaliyoshuhudiwa katika miaka ya hivi karibuni. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Brazilia. Rais wa zamani wa Brazil Jair Bolsonaro anayetumikia kifungo cha miaka 27 jela kwa kupanga njama ya mapinduzi ameiomba mahakama kuu nchini humo kumwachilia huru ili aweze kufanyiwa upasuaji kutokana na afya yake kuzorota. Kulishuhudiwa pia vurugu katika bunge la Brazil hapo jana wakati wabunge walipokuwa wakiupigia kura mswada ambao unaweza kupunguza kifungo cha Bolsonaro mwenye umri wa miaka 70 na ambaye aligunduliwa na saratani mwezi Septemba. Kiongozi huyo wa zamani wa Brazil kutoka chama cha siasa za mrengo wa kulia alianza kutumikia kifungo chake mwezi Novemba mwaka huu baada ya kupatikana na hatia ya kuandaa mpango wa kumzuia rais wa sasa wa Brazil Luiz Inacio Lula da Silva kuchukua madaraka baada ya uchaguzi wa mwaka 2022, kitendo kilichochukuliwa kama jaribio la mapinduzi. Na hatimaye Washington. Rais wa Marekani Donald Trump amesema anatarajia hivi leo kufanya mazungumzo na viongozi wa Thailand na Cambodia baada ya mapigano mapya kuzuka tena katika eneo la mpakani linalozozaniwa. Hayo ni baada ya kuvunjika kwa makubaliano ya hivi karibuni ya kusitisha mapigano, huku idadi ya waliouawa ikizidi kuongezeka. Thailand na Cambodia zinalaumiana kwa kuanzisha makabiliano mapya katika mzozo huo wa mpakani uliodumu miaka mingi. Mapigano ya wiki hii ndiyo mabaya zaidi tangu vita vya Julai vilivyoua watu kadhaa na kuwalazimisha zaidi ya watu 300,000 kuyahama makazi yao kabla ya makubaliano ya usitishaji vita yaliyosimamiwa na Marekani. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Nam, hii leo asubuhi tuna mengi. Tutaingia moja kwa moja nchini Kongo ambako huko kuna taarifa za waasi wa M23 kusonga mbele kuingia mji wa Uvira ulio karibu na taifa jirani la Burundi. Kando na hilo, nitakufahamisha kwa nini wakazi wa jiji la Kherson kusini mwa Ukraine wanaishi kwa hofu kubwa, na utasikia pia kuhusu serikali ya Kenya kudaiwa kuwa kikwazo kikubwa katika vita dhidi ya rushwa. Naam, dunia yetu hii leo asubuhi inaanzia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kama nilivyokueleza, waasi wa kundi la AFC M23 wanaodaiwa kuungwa mkono na Rwanda wanaonyemelea mji wa kimkakati wa Uvira unaopakana na Burundi. Waasi hao wanapambana na vikosi vya jeshi la Kongo na washirika wao katika vijiji vingine upande wa kaskazini. Haya yanajiri wakati Umoja wa Mataifa ukisema watu 74 wameuawa, wengi wao raia, na wengine wengi kujeruhiwa kutokana na mapigano yanayoendelea licha ya makubaliano ya amani kati ya Kongo na Rwanda kutiwa saini hivi karibuni nchini Marekani. Bakari Ubena na taarifa zaidi. Kumeripotiwa mapigano makali jana usiku kabla ya waasi wa M23 kufanikiwa hatimaye kuingia na kuchukua udhibiti wa mji wa kimkakati wa mashariki mwa DRC wa Uvira na kusababisha hali ya hofu iliyopelekea maelfu ya raia wa Kongo kukimbilia katika nchi jirani ya Burundi. Kulingana na vyanzo mbalimbali vya kiusalama na kijeshi, wanamgambo hao waliingia Uvira wakitokea eneo la kaskazini, huku Marekani na mataifa kadhaa ya Ulaya yakiwahimiza waasi wa M23 kusimamisha mara moja mashambulizi yao na kuitaka Rwanda kuwaondoa wanajeshi wake kutoka eneo hilo la mashariki mwa DRC lenye utajiri mkubwa wa madini. Corneille Nangaa, msemaji wa AFC M23, ametetea hatua ya kundi hilo kuchukua udhibiti wa mji wa Uvira. Anasema kwa zaidi ya miezi mitatu kumekuwa na vurugu huko Uvira, na hili ni sababu ya uwepo wa vikosi tofauti visivyo na uongozi wala mwelekeo. Kwa hiyo baada ya vikosi vya Burundi kujiondoa, jeshi la Kongo na wazalendo walianza kupigana wao kwa wao. Inavyoonekana sasa wameamua kuuachia mji huo kutokana na hofu na kuwatelekeza raia. Anasema watawalinda wananchi na hawatoruhusu vurugu hizo ziendelee kwa muda mrefu, na kwamba ni lazima wajipange ili kurejesha hali ya utulivu. Wakati M23 ikichukua udhibiti wa ngome kubwa na ya mwisho katika jimbo la Kivu Kusini, wanajeshi wengi wa Kongo walichanganyikana miongoni mwa raia waliokimbilia Burundi, nchi iliyokuwa iliwatuma wanajeshi wake kusaidia DRC kupambana na Rwanda.
Chanzo kimoja kutoka serikali ya Burundi kimeliambia shirika la habari la AFP kwa sharti la kutotajwa jina kwamba katika kipindi cha siku 2 zilizopita kimeorodhesha zaidi ya watu 8,000 wanaowasili kila siku kutoka Kongo, na kwamba serikali haina uwezo wa kuwahudumia iwe kwa chakula au huduma za matibabu. Shirika la kimataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR limesema katika kipindi cha wiki moja pekee watu takriban 30,000 wameingia nchini Burundi, huku Umoja wa Mataifa ukisema mapema wiki hii kuwa watu 200,000 wameyakimbia makazi yao mashariki mwa Kongo katika siku za hivi karibuni. Shambulio la hivi punde la M23 linajiri takriban mwaka mmoja tangu kundi hilo linaloungwa mkono na Rwanda kuchukua udhibiti wa miji muhimu ya Goma na Bukavu katika eneo ambalo limekumbwa na machafuko kwa zaidi ya miongo mitatu. Haya yanajiri pia ikiwa ni siku chache tu tangu marais wa Rwanda Paul Kagame na yule wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi watie saini makubaliano ya amani mjini Washington, Marekani. Asante Bakari. Tuingie sasa kule Ukraine. Wakazi wa jiji la Kherson kusini mwa taifa hilo wanaishi katika hofu kutokana na mashambulizi ya kila mara ya droni za Urusi. Vitisho hivi vimeendelea hata baada ya mji huo kukombolewa mwaka 2022, na kulingana na ripoti ya Umoja wa Mataifa, droni za Urusi zinawalenga raia kimakusudi. Emmanuel Lubega na taarifa hiyo. Droni hizo za Urusi hutumia kamera kuendesha mashambulio hayo kwenye sehemu zilizolengwa. Kulingana na taarifa zilizopatikana na shirika la habari la AP kutoka kwa kikosi kinachofuatilia matumizi ya zana za kielektroniki, droni hizo huonekana hasa kuyawinda magari. Hii ni kwa sababu hupaa kwenye maeneo ya barabara na hujibanza kwenye magari ya aina yoyote, iwe ya mizigo au ya abiria. La kusikitisha ni kwamba hushambulia hata magari ambayo yanabainika kuwa ya kubeba wagonjwa. Dmytro Lyanshuk mwenye uzoefu wa miaka 16 katika nyanja za zana za kielektroniki ndiye kamanda wa kikosi cha 310 kinacholinda eneo la kilomita 470 ya anga kusini mwa Ukraine. Anafahamisha kuwa angalau droni 300 hupaa kuelekea mji huo kila siku. Asilimia 93 ya droni za Urusi hazifiki kwenye shabaha lengwa na kutimiza jukumu husika. Mwenendo huu unaongezeka kila mwezi. Mwezi uliopita walirusha droni 5,000 na mwezi Oktoba droni 9,300. Idadi hii ni kubwa sana. Mwezi Oktoba pekee idadi ya droni 9,000 zilipaa juu ya mji wa Kherson. Mbali na idadi hii ya droni, zana zingine za kivita zinazotumiwa ni pamoja na mabomu na mizinga. Kikosi hicho kimeweza kuharibu zaidi ya 90% ya zana hizo. Kulingana na ripoti ya ofisi ya Umoja Mataifa inayoshughulikia haki za binadamu, mashambulizi ya droni ya masafa mafupi ndiyo yamesababisha zaidi vifo na majeraha kwa raia. Mamlaka za mji zinataja kuwa tangu mwezi Julai mwaka 2024 zaidi ya raia 200 wameuawa na zaidi ya watu 2,000 wamejeruhiwa katika maeneo matatu kusini mwa Ukraine, wengi wa wahanga wakiwa ni wanaume. Zaidi ya makazi 3,000 yameharibiwa au kubomolewa kabisa. Mmoja kati ya maafisa wa Umoja Mataifa, Angelina Jolie, anaelezea kuwa katika mojawapo ya ziara zao za kushtukiza walikumbwa na hali ya taharuki walipoona droni ikipaa juu yao. Aliwasikitikia wakazi wa eneo hilo ambao huishi katika hofu hii ya kila mara. Katika hospitali ya Kherson ambako majeruhi wa mashambulizi ya droni wanapata matibabu, mmoja wa wahanga, Natalia Naumova, mwenye umri wa miaka 70, alisimulia jinsi alivyoshambuliwa na mojawapo ya droni zinazobeba vilipuzi hatari ambayo ilimjeruhi mguu wake mwezi Oktoba mwaka huu. Wao shambulia sana kwa mabomu watu hao. Madirisha yote kwenye nyumba yangu yamevunjika hapa na pale. Nyumba zote hazina madirisha na zimebandikwa tu mabodi. Watu wanajitahidi kumudu hali hiyo kuisha. Umoja wa Mataifa inaelezea shambulio hilo na mengine kuwa vitendo vinavyopaswa kuchukuliwa kwa uhalifu dhidi ya binadamu. DW tunavuma kwa kishindo. Tunapatikana pia kupitia internet katika dw.com/Kiswahili. Tuingie sasa nchini Kenya. Ripoti mpya kuhusu ufisadi nchini humo inaonyesha kuwa serikali ya nchi hiyo ndiyo kikwazo kikubwa zaidi katika vita dhidi ya rushwa, huku wizara nyingi, idara za serikali, mashirika na serikali za kaunti zikitajwa kuwa donda sugu kwa matumizi mabaya ya fedha. Shisia Wasilwa na kina cha taarifa hiyo. Kulingana na ripoti hiyo, shirika la maendeleo ya ngozi nchini ndilo linaongoza kwa kukiuka sheria za ununuzi baada ya kutajwa katika zabuni ya shilingi bilioni 2.5 ya ujenzi wa mtambo wa maji taka.
Katika kipindi hicho, tume ilichunguza visa 838 vya ufisadi na uhalifu wa kiuchumi unaoendelea na iliwasilisha faili 175 zilizokamilika kwa ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma. EACC pia iliongeza juhudi za kurejesha mali kama anavyosema afisa mkuu mtendaji wa tume hiyo Abdi Mohamed. Kupitia kesi hizi, tume inanuia kurejesha mali iliyopatikana kwa njia haramu yenye kima cha thamani ya shilingi bilioni 4.8 za Kenya. Katika kipindi hicho, tume ilirejesha mali yenye kima cha shilingi bilioni 3.4. Katika jimbo la Mandera, aliyekuwa gavana anachunguzwa kwa tuhuma za mgongano wa maslahi kutokana na malipo yasiyo ya kawaida kwa kampuni 10 zilizofanya biashara na kaunti hiyo kati ya mwaka 2013 na mwaka 2020 zikihusisha shilingi bilioni 1. Majimbo mengine yanayochunguzwa ni Kajiado, Wajir, Kiambu, Turkana, Trans Nzoia, Bomet, Embu, Garissa, Trans Nzoia na Siaya. Aidha, udanganyifu wa vyeti miongoni mwa maafisa wa serikali umekithiri kama anavyosema mwenyekiti wa tume ya EACC David Oginde. Uadilifu lazima uzingatiwe katika kila kiwango cha maendeleo yetu. Inasikitisha sana kuwa hata maafisa wakuu serikalini wanatumia nyaraka ghushi. Miongoni mwa kesi za kiwango cha juu ni uchunguzi kuhusu utoaji usio wa kawaida wa zabuni wa shilingi bilioni 1.3 na baraza la madaktari na madaktari wa meno nchini kwa ujenzi wa kituo cha mafunzo pamoja na ubadhirifu wa shilingi bilioni 1.3 na shirika la umeme la Kenya katika ujenzi wa mtambo wa nishati ya upepo eneo la Lamu Magharibi. Serikali ya Kenya imekuwa ikipambana na ufisadi kupitia uchunguzi wa EACC, kufikishwa kotini kwa washukiwa na kuimarisha mifumo ya kidijitali ili kufutilia matumizi ya fedha. Pia imeweka sheria kali zaidi za ununuzi, kufanya ukaguzi wa mali za maafisa na kupambana na utakatishaji fedha kupitia uchunguzi wa kibenki. Hata hivyo, juhudi hizi mara nyingi hukwamishwa na ushawishi wa kisiasa, ucheleweshaji wa kesi mahakamani na ufisadi uliokita mizizi katika taasisi za umma. Shisia Wasilwa, DW, Nairobi. Naam, tukitoka huko basi tuingie kule Guinea Bissau. Viongozi wapya wa kijeshi wamesema wataikomboa nchi hiyo ya Afrika Magharibi kutoka kwenye ushawishi wa walanguzi wa dawa za kulevya. Hata hivyo, haijulikani ikiwa jeshi hilo litaweza kweli kukabiliana na janga hilo linaloikumba nchi kwa muda mrefu. Ripoti ya mwandishi wa DW Antonio Cascais inachunguza iwapo kwa uhalisia jeshi la Guinea Bissau lina uwezo wa kuondoa sifa ya taifa hilo kuwa liko katika mfuko wa magenge ya biashara ya dawa za kulevya. Msomaji ni Saumu Njama. Rais wa mpito Jenerali Ortanta, baada ya kuchukua madaraka kufuatia mapinduzi ya kijeshi yaliyosimamisha utaratibu wa kikatiba nchini Guinea Bissau, alitangaza sera ya kutovumilia ufisadi na biashara ya dawa za kulevya kuwa kipaumbele cha juu. Hata hivyo, kuzungumza hadharani kuhusu uhalifu wa dawa za kulevya bado ni hatari. Wakati DW kiripoti habari hii, ilikutana na ukimya mkubwa. Wale waliothubutu kuzungumza, mara nyingi kwa sharti la kutotajwa jina, walielezea hali ambapo wanasiasa na wanajeshi hawawezi kutofautishwa na mitandao ya wahalifu wanaodai kupambana nayo. Guinea Bissau imekuwa ikichukuliwa kwa muda mrefu kama moja ya maeneo makuu ya kupitisha dawa za kulevya aina ya cocaine kutoka Amerika Kusini kuelekea Ulaya. Tatizo limekuwa kubwa zaidi katika miaka hivi karibuni. Kabla ya mapinduzi, ilionekana jinsi wagombea wa uchaguzi wa bunge na urais wa Novemba 23 walivyofanya kampeni kwa gharama kubwa. Lucia Bad, mkuu wa kituo cha uangalizi cha Afrika Magharibi katika shirika lisilo la kiserikali la Global Initiative Against Transnational Crime GITOC lenye makao yake mjini Geneva, anasema pesa za kokeni zimeingizwa katika chaguzi kadhaa nchini Guinea Bissau, ikiwemo ule wa hivi karibuni. Walanguzi wa kimataifa wamekuwa wakifadhili kifedha baadhi ya wagombea. Malipo mengi hufanywa na walanguzi wa Guinea Bissau kuliko magenge ya kimataifa, lakini fedha zinatoka kwenye biashara ya kokeni ili wapate ulinzi. Guinea Bissau, eneo la pwani ndefu ya Atlantiki, anga isiyo na ulinzi wa kutosha
na visiwa vya Bijagos vinatoa mazingira mazuri kwa usafirishaji wa siri wa cocaine kutoka Amerika Kusini. Shirika la GITOC linakadiria kuwa tani 2 hadi 3 za cocaine kupitia Guinea Bissau kila mwezi kuelekea Ulaya. Thamani yake Ulaya inaweza kufikia hadi dola bilioni 210 kwa mwezi, kiasi kinachozidi bajeti ya mwaka mzima ya nchi hiyo. Tangu mapema mwaka 2025 kumekuwa na ongezeko la kukamatwa kwa wapinzani na wanaharakati wa kiraia waliotoa madai ya uhusiano wa dawa za kulevya ndani ya vyombo vya usalama. Armando Lona wa Frente Popular alisema wazi kuwa utawala wa rais wa zamani Umaro Sissoco Embalo uliimarisha uhalifu wa kimataifa. Alikumbusha tukio la mwaka 2024 ambapo ndege yenye karibu tani 3 za cocaine ilikamatwa katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Guinea Bissau kwa msaada wa Marekani. Kesi ya Bakaizinho ya mwaka 2019 ilionyesha jinsi wanasiasa wa juu walivyohusiana na biashara ya dawa za kulevya. Malam Bakai Sania Jr., mtoto wa rais wa zamani, anatumikia kifungo cha miaka 80 nchini Marekani kwa biashara ya kimataifa ya dawa za kulevya. Aidha, kukamatwa kwa mkuu wa zamani wa jeshi la majini Bubo Nachuto bado ni mfano maarufu wa jinsi mitandao ya dawa za kulevya ilivyopenya ndani ya jeshi la Guinea Bissau. Licha ya ahadi za kuikomboa nchi kutoka ushawishi wa magenge ya dawa za kulevya, mashaka bado yapo kuhusu uwezo wa utawala mpya wa kijeshi. Armando Lona anasema madai ya jeshi kupambana na magenge ya dawa za kulevya ni mbinu ya kuidanganya jumuiya ya kimataifa. Tukamilishe kwa hili kwamba mwaka 2025 unatarajiwa kuwa wa pili au watatu wenye joto zaidi kuwahi kurekodiwa duniani, na huenda ukazidiwa tu na joto la kihistoria la mwaka 2024. Ingawa mifumo ya asili ya hali ya hewa husababisha mabadiliko ya joto kutoka mwaka hadi mwaka, wanasayansi wamebainisha mwelekeo thabiti wa kuongezeka kwa joto duniani. Wakiwa Mbogo na taarifa zaidi. Hizi ni takwimu za karibuni zaidi kutoka taasisi ya mabadiliko ya tabia nchi ya Copernicus ya Umoja wa Ulaya C3S kufuatia mkutano wa hali ya hewa wa COP30 uliofanyika mwezi uliopita, ambapo serikali zilishindwa kukubaliana juu ya hatua madhubuti mpya za kupunguza utoaji wa gesi chafu, hali inayoonyesha mvutano wa kisiasa duniani, huku Marekani ikipunguza juhudi zake na baadhi ya nchi zikitafuta kulegeza masharti ya kupunguza utoaji wa gesi ya ukaa. C3S imesema mwaka huu huenda pia ukamaliza kipindi cha kwanza cha miaka mitatu ambacho wastani wa joto duniani ulizidi nyuzi 1.5 juu ya viwango vya kipindi cha kabla ya mapinduzi ya viwanda cha mwaka 1850 na mwaka 1900, wakati uchomaji wa mafuta kwa kiwango kikubwa ulipoanza. Samantha Burgess, kiongozi wa mkakati wa tabia nchi katika C3S, amesema viwango hivi si dhana tu, bali vinaonyesha kasi inayoongezeka ya mabadiliko ya tabia nchi. Mwanasayansi mkuu wa tabia nchi wa Copernicus, Julian Nicholas, anasema hii inaonyesha kwamba suala hili si uvunjaji wa muda mfupi pekee. Weather events, matukio makali ya hali ya hewa yanaonekana mara nyingi zaidi na kuwa makali zaidi, na kuongeza hatari kwa maisha ya watu duniani, kutoka mawimbi ya joto hadi mafuriko. Mifano ya karibuni kama vimbunga Asia ya Kusini Mashariki vilivyosababisha vifo inaonyesha athari za muda mrefu za kuendelea kwa ongezeko la joto duniani. This continued warming of the climate. Mwezi uliopita ulikuwa Novemba ya 3 yenye joto zaidi kuwahi kurekodiwa, ikiwa na ongezeko la nyuzi 1.54 juu ya viwango vya kabla ya viwanda, kiasi kinachozidi lengo la makubaliano ya Paris ya nyuzi 1.5. Ulaya ilishuhudia Novemba ya 5 yenye joto zaidi katika rekodi, ikiwa na wastani wa nyuzi 5.74, wakati Ulaya ya Mashariki, Balkan na Uturuki zilipata joto la juu kuliko kawaida. Maeneo ya Skandinavia na kusini mwa Ujerumani yalikuwa baridi zaidi. Ni misimu mitatu tu ya vuli barani Ulaya iliyowahi kuwa na joto kama hilo. Ingawa joto hubadilika kutoka mwaka hadi mwaka, wanasayansi wanathibitisha mwelekeo wa muda mrefu wa kuongezeka kwa joto duniani unaosababishwa hasa na utoaji wa gesi chafu kutoka kwenye uchomaji wa mafuta ya kisukuku. Shirika la hali ya hewa duniani WMO limesema mapema
ulisema mwaka huu kwamba miaka 10 iliyopita ndiyo yenye joto zaidi tangu rekodi zianze. Kiwango cha nyuzi joto 1.5 duniani ndicho makubaliano ya Paris ya mwaka 2015 yalilenga kutokizidi ili kuepusha madhara makubwa ya ongezeko la joto duniani. Ingawa dunia haijavuka rasmi kiwango hicho, Umoja wa Mataifa ulisema mwaka huu kwamba kwa uhalisia lengo hilo halitekelezeki tena, na umezitaka serikali kupunguza kwa kasi zaidi uzalishaji wa kaboni ili kuepusha athari kubwa wakati kiwango hicho kitakapozidishwa kabla ya kushuka tena. Leo Disemba 9 ni kumbukumbu ya uhuru wa Tanzania bara, lakini pia kwa mwaka huu ni siku iliyopangwa kufanyika kwa maandamano yaliyokuwa yamepigwa marufuku. Hali katika maeneo kadhaa ya nchini humo iliripotiwa kuwa tulivu asubuhi hadi kufikia majira ya mchana, lakini kulikuwa na tahadhari kubwa. Ulinzi uliimarishwa kote nchini Tanzania, huku askari wakionekana wakishika doria katika miji mikubwa. Baadhi ya wakazi wa jiji la Dar es Salaam wameelezea changamoto ya usafiri iliyowakumba mapema hii leo. Hali ya usafiri ni mbaya, hamna usafiri kama saa mawili. Naelekea nyumbani na mgonjwa. Hali ya usafiri ndugu yangu ndo kama unavyoona. Gari linalopita ndo vyombo vya usalama ndo vinazunguka tu. Abiria wote tunaona kama tumezungukwa hapa, hatuna namna. Tulikuwa tunaelekea makazini, usafiri hamna. Vituo vya mafuta vimefungwa. Kwa hiyo hamna daladala inayobeba raia kupeleka makazini. Mimi mwenyewe hapa niko hapa karibia nusu saa. Sijaona gari la kwenda. Nilikuwa naelekea kazini Temeke. Kwa hiyo hamna usafiri wowote ndo tupo. Nasubiri usafiri. Hali sio nzuri. Miongoni mwa watoa huduma muhimu waliojitokeza kuendelea na shughuli za kila siku jijini Dar es Salaam leo, licha ya agizo la watu kusalia majumbani, ni Masaya. Yeye ni mama mjasiriamali anayepika chakula mtaani, na ameiambia BBC kuwa alilazimika kutoka nje ili kuwahudumia wateja wake wakuu ambao ni walinzi wa makampuni binafsi. Biashara leo ni mbaya kwa sababu watu hamna, na watu kujitolea kwa ajili ya maeneo haya. Kuna walinzi sehemu yetu ya Magogoni, walinzi wetu wasipate shida. Waona na mimi nikikimbia walinzi tutawapa shida leo. Nikaamua nijitolee tu. Kaona imekuwa amani tangia asubuhi saa 11 mpaka leo, usalama upo. Leo naweza kuendelea mpaka mchana. Kiona kama hakuna fujo aina yoyote kama nilivyoona kuanzia saa 11. Kwa hiyo ndio hivyo, nimeamua kujitolea mwanamke. Hauogopi kuhusu usalama? Usalama nimeona upo. Sababu tangia saa 11 nipo na tukaa ulinzi na jeshi wako kwa karibu. Tunajaniambia lolote kuhusu kama vipi napita. Nikaona niendelee na kazi. Kama mwanawake sasa hivi tuko jasiri, mama yetu kama hivyo. Nimeona kwa ajili ya mama, sio mwanamume kama nitaogopa. Mama hata akiniona ataona sisi kweli tuna jasiri amani. Katika taarifa, msemaji wa jeshi la polisi nchini Tanzania David Misime amewahakikishia wananchi kuwa kwa usalama wao pamoja na mali zao kushwari. Vyombo vya ulinzi na usalama vinaendelea kuimarisha usalama nchini sambamba na kulinda maisha ya watu na mali zao. Aidha, jeshi la polisi lingependa kutoa wito kwa wananchi kuendelea kuzipuuza picha mjongeo na picha mnato zinazoendelea kusambazwa kwenye mitandao ya kijamii zikionyesha kwamba kuna maandamano yameanza maeneo mbalimbali. Taarifa hizo sio sahihi. Wanatumia picha mjongeo na picha mnato za matukio ya nyuma kama vile ya tarehe 29. Msemaji wa polisi Misime pia amewataka wananchi kupuuza picha na video ambazo zilikuwa mitandaoni zikidai kwamba maandamano yameanza nchini. Video zilizodaiwa kuonesha maandamano Mwanza zimekanushwa na mkuu wa mkoa Said Mtanda, akisema zilitumwa leo lakini zilirekodiwa tarehe 31 Oktoba. Muda mfupi uliopita nimeona clip ikiwa inazunguka katika mitandao ya kijamii inayoonyesha kikundi cha wanajeshi wakiwasikiliza wananchi ambao wanatoa hoja mbalimbali. Nataka niwahakikishie wananchi wa mkoa wa Mwanza, kwanza waondoe hofu, lakini pili, nikiwa mwenyekiti wa kamati ya usalama na wahakikishieni kwamba klipu hiyo ni klipu ambayo ilirekodiwa tarehe 31 Oktoba baada ya kutangazwa kwa matokeo ya uchaguzi mkuu wa tarehe 29 Oktoba. Ilikuwa ni siku 3 baada ya uchaguzi mkuu.
Nchini Kenya, wanaharakati 5 wamekamatwa na polisi walipojaribu kufanya maandamano katika ofisi ya balozi ya Tanzania jijini Nairobi. Wanaharakati hao walipiga kambi nje ya ofisi hiyo wakitaka majibu dhidi ya mauaji ya Watanzania wakati wa uchaguzi mkuu wa urais wa tarehe 29 Oktoba. Aidha, waandamanaji pia wamejitokeza katika ubalozi wa Tanzania mjini London, Uingereza. Maandamano ya amani yaliyopangwa kufanyika hii leo yalipigwa marufuku na mamlaka za serikali yakidaiwa kuwa hayakukidhi matakwa ya kisheria. Ikumbukwe kuwa maandamano ya tarehe 29 Oktoba 2025 yalizuka nchini Tanzania baada ya malalamiko kuhusu uchaguzi usio huru. Waandamanaji waligongana na vikosi vya usalama, uharibifu wa mali ukaripotiwa na serikali ikaweka marufuku ya kutotoka nje pamoja na kukata intaneti. Idadi ya vifo imebaki kuwa na utata mpaka sasa, huku upinzani ukidai kwamba mamia waliuawa na mashirika ya kimataifa yakithibitisha vifo kadhaa. Tarehe 30 na tarehe 31 mwezi wa 10 2025. Sasa ili kufahamu zaidi kuhusu taarifa hii, tuungane na mwandishi wa BBC Humphrey Mgonja ambaye alikuwa katika mitaa ya Dar es Salaam hii leo na kufuatilia taarifa hii kwa kina kabisa. Mgonja, hali imekuwaje Tanzania kufikia jioni hii ya leo? Mpaka jioni hii ulinzi bado umeimarishwa katika maeneo mbalimbali, ambapo hata dakika kadhaa zilizopita tu nimetoka kupita mtaani ambako nimeona kuna baadhi ya walinzi ya vikosi vya ulinzi, wanajeshi, polisi bado wamesambaa mtaani, na katika maeneo mbalimbali zimewekwa zile zuio. Ni ndani ya kilomita 1 unaweza kupita zuio hata 5, 6. Na taarifa ya hivi karibuni ya jeshi la polisi imesema kwamba na bado wataendelea kuimarisha ulinzi. Kwa hiyo mpaka sasa tunaweza tukasema kwamba vikosi vya ulinzi bado vimtaani. Vipi kuhusu shughuli za kiuchumi kama vile vituo vya kuuza mafuta, hali imekuwaje? Baadhi ya vituo ni vingi vilikuwa vimefungwa, ni vichache tu ambavyo vilikuwa viko wazi. Maeneo tulipita katika vituo 5, 6, pengine ni kituo kimoja kilichoko wazi au usikute kabisa kituo kilichoko wazi. Na hii imeleta utata hususani kwa baadhi ya wamiliki wa mabasi haya, mabasi ya umma. Wanasema kwamba hawezi kutoa huduma wakati hawezi kupata mafuta ya kuendesha magari yao. Kwa hiyo hii imeleta adha kwa baadhi ya watu ambao walikuwa wanataka huduma za msingi kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Wengi wameshindwa kwenda maeneo yao. Tulikutana na baadhi ya abiria wanaosema kwamba wameshindwa kwenda kuwaona wagonjwa na kupata mahitaji muhimu. Kwa hiyo basi vituo vya mafuta kufungwa vimeleta utata pia. Mgonja, hatua za jeshi la polisi leo zimekuwa tofauti vipi na matukio ya Oktoba 29 wakati wa uchaguzi mkuu? Ndio, itakumbuka kwamba kama ulivyosema kwamba kipindi cha Oktoba 29 ndio zilitokea hizo tafran kwamba lakini ni kipindi cha uchaguzi. Hivyo jeshi la polisi na vikosi vya usalama vilikuwa vimeelekezwa pia kulinda vituo vya uchaguzi. Kwa hiyo ilikuwa ni ngumu kwa vikosi vya usalama pengine kulinda hii iliyokuwa inaitwa maandamano, lakini pia kulinda zoezi la kupiga kura. Lakini hii leo vikosi vyote vya ulinzi ya usalama, ni jeshi, ni polisi, wameshirikiana. Wameenda kila baadhi ya mtaa, walikuwepo kila maeneo yote barabarani kuu walikuwa wamezingira. Kwa hiyo tunataka kusema kipindi hiki walikuwa wamejizatiti kwa siki kubwa. Ni kwamba kulikuwa kuna ulinzi mkali ambao uliimarishwa, na si katika barabara kuu tu, hata mtaani pia kumekuwa doria zikifanyika. Kwa hiyo tunataka kusema ni zaidi ya Oktoba 29. Sasa yote haya yanapofanyika leo, maandamano yalitarajiwa kufanyika, hali imekuwa tofauti kidogo. Mgonja, kwa mtizamo wako, nini kimechangia hali kuwa tofauti leo? Jiografia ya Tanzania, hasa katika hii miji mikubwa, ukizungumzia Dar es Salaam, ukizungumzia Arusha na Mwanza, watu wengi, wananchi hususan vijana, wanaishi pembezoni mwa mji, wanaoishi katikati ya mji ni wachache sana. Hivyo polisi, ninachokiona hii leo, nadhani ni mbinu tunatokasema kwamba walikabia juu, walikaba pale ambapo wananchi walishindwa hata kwenda kwenye barabara kuu. Kwa hiyo waliwazuia watu, hata ukitoka nyumbani kwako kilomita kadhaa utakutana na vikosi vya ulinzi, watakuuliza kwamba unaenda wapi, unaenda kufanya nini, na uwe na sababu ya msingi ndio watakuruhusa utoke. Kwa hiyo tukasema kwamba wamejitahidi au wamefanya mbinu ya kuwakaba au wananchi kabla hawajafika katika maeneo ambayo ni maeneo nyeti, hususan katika vituo vikubwa hivi vya mwendokasi, vituo vikubwa vya usafirishaji. Kwa hiyo polisi wamejitahidi kwa kiasi kikubwa, pengine kusema kutumia mbinu ya kuzuia kabla matukio hayajatokea, lakini kipindi kile yaliweza kutokea matukio ndio wakaja kuzuia. Shukran sana mwandishi wetu Humphrey Mgonja, tukisema naye kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Mahojiano hayo
kutoka jiji hilo ndio inayotuhitimishia taarifa yetu kuu usiku huu. Hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Tukaporejea, mzozo unazidi kutokota katika mpaka wa Thailand na Cambodia, huku wanajeshi na raia zaidi wakiuawa. Karibu tena, hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Roncliffe Odit. Tugeukie taarifa nyingine sasa. Ukraine imesisitiza kuwa ingali inakabiliana na mashambulizi ya Urusi katika mji wa Pokrovsk mashariki mwa Ukraine. Hii ni licha ya madai ya Urusi wiki jana kwamba wameudhibiti mji huo. Mji huo umekuwa muhimu katika vita hivi kwa zaidi ya mwaka mmoja. Ukraine inauona mji huo kama kizuizi kikuu kinachozuia vikosi vya Urusi kuchukua eneo zima la Donetsk. Mwandishi wa BBC wa ulinzi Jonathan Bell amekuwa akizungumza na vikosi vya Ukraine ambavyo vingali vinautetea mji huo. Taarifa yake inawasilishwa na Ahmed Bahaj. Focus, ви прийняли посилку, прийом. Mji wa Pokrovsk haujaanguka licha madai ya Urusi kuwa wameuteka, lakini makabiliano ni makali. Hiki ndicho kituo ambacho ni kitovu cha operesheni ya kivita, ambapo kikosi cha Ukraine cha Skala kinapanga operesheni zake za mapigano. Wanasema kuwa mamia wanajeshi wangali mjini. Wanataka kutuonyesha ili kupinga kile wanachokiita uongo wa Kremlin. Kwa hivyo ili kudhihirisha kuwa vikosi vya Ukraine vingali Pokrovsk, wanawaambia baadhi ya wanajeshi ambao wanazungumza nao sasa kuonyesha bendera yao. Hiyo hapo. Kwa hivyo Sasha amekuwa akizungumza na watu wake ili kuonyesha kuwa wanapigana na Pokrovsk. Amewaambia waonyeshe bendera ya Ukraine, na ndio hiyo hapo. Kwa sababu za usalama wao, wanaambiwa kubadili eneo ambalo wanapigana vita hivyo. Umejionea na macho yako mwenyewe. Ikiwa hatutaonyesha hii, dunia nzima itapoteza imani na kuacha kusaidia watu wa Ukraine na jeshi la Ukraine. Hii ndio sababu ya kufanya hivi, kuonyesha kuwa bado tuna nguvu. Hivi ndivyo wanavyovieleza vita hivi. Mfano huo, wanajeshi waliovalia mavazi ya rangi ya kijani, vikosi vya Ukraine vikiwa vingali vinadhibiti kaskazini mwa mji. Waliovalia mavazi ya hudhurungi ni vikosi vichache vya Urusi vikijaribu kukaribia kutoka kusini. Kwa mara nyingine tena, Ukraine ina wanajeshi wachache lakini wana nguvu na wanaonyesha hasara kwa Urusi. Hivi ndivyo vitambulisho vyao kimsingi, sio? Ndio.
Unadhani mmeua Warusi wengi huko Pokrovsk? Sidhani kama wanatosha, si wengi nadhani. Hili swala la kutoa ardhi ili mupate amani, unalizungumziaje? Kuna damu nyingi sana ya watu wa Ukraine iliyomwagika katika ardhi hii. Kwa hiyo itakuwa aibu kuitoa. Tukiitoa, Urusi itataka zaidi. Ila pia kudhibiti hali dhidi ya mapambano makali ni gharama. Huku kukiwa na dhiki ya kila mara inayosababishwa na ndege za Urusi zisizo na rubani. Hivi ndivyo ilivyo kupigana katika eneo la Pokrovsk, kile ambacho kikosi cha Skala kimepitia wiki hii. Tishio hili ambalo kikosi cha Hotabach kilikumbana nalo kwa karibu siku 30. Inaogopesha wakati ndege isiyo na rubani inapokuona. Kuna droni nyingi sana hapa, zinaruka kila mara. Tumetamani hali nzuri ya anga, kumaanisha ukungu ama mvua, anga ya kijivu, kwa sababu katika nyakati kama hizi tungepata kuongeza silaha kwa vikosi. Vita vya kunyakua Pokrovsk vimeendelea kwa zaidi ya mwaka mmoja. Ukraine inaweza kuendelea hadi lini? Inapoteza udhibiti. Mji huu wake umesalia magofu. Ila Ukraine inahitaji thibitisho la ushindi wake katika wakati huu mgumu. Kwengineko, Cambodia na Thailand zimesema zimeshambuliana upya, huku mzozo wao wa muda mrefu kuhusu mpaka ukizidi kutokota na kutishia kuwa na athari kubwa. Jeshi la Thailand linasema wanajeshi wake 5 wameuawa tangu mapigano kuzuka upya siku ya Jumatatu. Cambodia inasema mashambulizi kutoka Thailand yamesababisha vifo vya raia 7 na kuwajeruhi takribani watu 20 tangu kusambaratika kwa makubaliano ya usitishaji mapigano siku ya Jumapili. Mapigano hayo yamewalazimu maelfu ya watu kutotoka nyumbani. Mwandishi wetu Panisa Emocha anatupa taarifa kamili kutoka Bangkok. Tulichokiona asubuhi ni taarifa kutoka kwa aliyekuwa waziri mkuu wa Cambodia, Hun Sen, ambaye alisema kuwa katika saa 24 zilizopita Cambodia imekuwa ikijizuia kulipiza kisasi dhidi ya Thailand. Hii imekuwa simulizi ambayo Cambodia imedai kwamba hawakuwahi kuanzisha mzozo huu mpya na pia hawakulipiza kisasi dhidi ya Thailand. Kwa upande mwingine, Thailand yenyewe inasema kuwa Cambodia ilianzisha makabiliano hayo mapya, na wakati jeshi likikiri kwamba walitumia ndege kulenga kambi ya kijeshi huko Cambodia. Wanasema kuwa operesheni hii ya kijeshi pamoja na operesheni nyingine ambazo zimefanywa kulingana na sheria za kimataifa ni chini ya kanuni za operesheni za kijeshi. Kwa hivyo tumeona tuhuma hizo za pande zote ya hivi majuzi kutoka kwa matamshi ya waziri mkuu wa Thailand. Bado anashikilia msimamo wake aliotoa kuwa hakutakuwa na mazungumzo ya haraka, na anadai kwamba Cambodia lazima ifuate masharti kwa utaratibu ili mapigano yasitishwe.